Mimi mwenyekiti wa Ramadan Charity Program 2025 ndugu Ahmed Misanga. Lakini leo ni takriban mwaka wa 3 tunataftari hapa katika chuo hii. Ilikuwa ni tende lakini leo angalau tumeongeza mkono. Huo ndio ukweli. Lakini program hii aliyesababisha asbab ya kwamba sisi Ramadan Charity Program tukafika hapa sio mwingine isipokuwa ni Mwalimu Bure. Huo ndio ukweli. Mwalimu Bure ndo amefanya sisi tukafahamu hapa na ndakatonesha njia na tukafika hapa. Kwa hiyo nimpongeze sana Mwalimu Bure na Mwenyezi Mungu aendelee kukujaza jaza wema, kwa sababu Mwalimu Bure alhamdulillah sio muumini wa dini ya Kiislamu. Tukae tukifahamu hilo. Sio muumini wa dini ya Kiislamu. Ni muumini wa dini ya Kikristo. Lakini anawatetea Waislamu wanaofuturu hapa, wanaofunga, wanaopata daku yao hapa. Amewatetea na anawatetea kila mwaka, anatumia orodha. Mwaka wa 3 huu. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana na naomba muendelee kumuombea dua hata yeye. Kwa sababu hakuna mtu mwenye atakufikiria wewe kama hakupendi. Mwalimu Bure anatupenda na anaona kwamba jamani, hao wanafunzi wenzangu wa Kiislamu wanapata adha, wanapata tabu kupata iftar. Kwa hiyo yeye akachukua juhudi kwa kuwa anamfahamu Ahmed Misanga. Ahmed Misanga mwenyekiti wa Charity Program. Na yeye kwa kuwa tunafahamiana zaidi ya miaka 10 tunafahamiana. Alipokuja Singida pametimba, mimi napita Singida akanipigia simu. Misanga, mimi na wanafunzi wenzangu wanapata tabu, wanapata adha ya iftari, naomba uje. Miaka 3 iliyopita. Leo ni mwaka wa 3 tunakuja hapa kwa sababu yake yeye alituonyesha njia ya kuja hapa. Nyie tayari tumeingiza kwenye program hii kama chuo cha uhasibu, wanafunzi chuo cha uhasibu tumeingiza kwenye program hii kwa sababu ya Mwalimu Bure. Mimi naendelea kupongeza ndugu yangu, endelea kushirikiana na ndugu zangu na naamini watakuombea Mwenyezi Mungu ufaulu katika mambo yako yote kama sisi tunavyokuombea Mungu ufaulu katika mambo yako. Kwa jina naitwa Musa Khamis Musa, ni katibu mkuu jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu ndani ya taasisi ya uhasibu Tanzania. Kwanza napenda kutoa shukrani za dhati kwenu. Wanasema asiyeridhika na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiki kwenu mnachokiona ni kidogo, sisi ni kikubwa. Kinaweza kutufikisha mpaka Ramadhani kuisha. Basi tusizungumze sana. Tupende kuwashukuru, usichoke kwa namna moja mpaka nyingine. Kama ulivyosema huu mwaka wa 3, muendelee. Bado kuna wanafunzi wengine wanahitaji kufuturu kwa namna moja mpaka nyingine. Mimi kwa majina naitwa Masatu Bule Salomo, ni mwenyekiti wa Senate wa vyuo vikuu kwa wetu wa Singida. Nishukuru hii charity program ambayo anaiongoza ndugu yangu Ahmed Misanga. Tumefahamiana naye muda mrefu sana. Zaidi ya miaka 10 tumekutana Mwanza kule tunafanya siasa zetu za Chama cha Mapinduzi. Lakini nimekuwa nikimshirikisha kwenye haya majambo ya ndugu zangu Waislamu. Sisi wa Tanzania tunasema kwamba nchi yetu haina dini ila watu wetu wana dini. Mimi kama kiongozi wa kisiasa, Wakristo wa kwangu, Waislamu ni wa kwangu. Leo kwa kweli nishukuru kwa hiki ambacho wamewaletea ndugu zangu. Watapata futari, lakini pia wataweza kufuturu mpaka hizo siku zilizobaki hizo. Kwa kweli nikuombe sana ndugu yangu Misanga, hata wakati ambao sasa mimi takuwa nimehitimisha masomo yangu hapa mkoani Singida, nirudi Mwanza, naamini watapatikana viongozi wengine. Watakuunganisha nao uendelee kuwahudumia hawa vijana. Amen. Wanasema kwamba nimesikia mnasema kwamba ukiwafuturisha unapata thawabu. Thawabu nyingi sana. Kwa naamini kwamba hili jambo mnalolifanya mmejinyima kutoka kwenye vipato vyenu. Sio kwamba mnavyo vingi, hapana. Mmejinyima walau hawa ndugu zetu wafuturu. Kwa mimi kwa kweli niwashukuru sana na niwakaribishe tena. Na siku ya Eid sasa naamini huwa mnachinja. Mkishamaliza kuchinja, sisi huku tuna mageto. Sawa. Mkichinja njoo na pick up yako hapa tugawane kilo moja vijana waende wakapika. Haina shida.